kuna nyakati unaona uandishi wa habari unakuwa mgumu, huwezi kufanya hata kama unataka kufanya habari ya kawaida tu, very basic story, lakini unashindwa mpaka unajiuliza kwa nini niendelee kufanya uandishi wa habari. Siku hizi hata ukisema tu kwamba hii ni haki yangu mimi kama mwandishi wa habari kukusanya hii habari, au mimi kama mwandishi wa habari nina haki ya kupiga picha hii, ukisema tu hivyo, au mimi kama mwandishi wa habari nina haki ya kutoa hii habari kwa sababu labda mwanasiasa au kiongozi amekiuka majukumu yake, anatumia vibaya fedha za umma na nini, hata ukisema kufanya tu hivyo vitu, wewe ni mwanaharakati. Inatakiwa iwe kwa manufaa ya umma tu, kwamba nafanya story yoyote, sio kwa sababu nina hiana, sio kwa sababu nina agenda, sio kwa sababu nimelipwa au natumiwa. I just want to do good journalism. Fanya tu uandishi mzuri, usaidie umma, usaidie nchi, usaidie nini. Lakini unashindwa kiukweli kabisa. Kama unataka kuwa tajiri, kama unataka kutengeneza pesa nyingi, usije kwenye uandishi wa habari. Hakuna hela huko. Nakumbuka kwa sababu ilikuwa gazeti la Kiingereza, nakumbuka story moja niliandika, ilikuwa mbunge wa nani si amefariki, nikaandika MB has kicked the bucket. Ilikuwaje ukaanza kwanza uandishi? Nadhani ni sababu kubwa mbili. Ya kwanza kwa sababu nilifeli form 6. Sio sababu nzuri sana, lakini ndio ukweli. Alafu ya pili ni kutokana na mazingira ambayo niliishi sasa baada ya kuwa nimemaliza form 6. Wakati nasoma mimi nilikuwa natamani kuwa diplomat. Nitamani kuwa mwanadiplomasia. Nilikuwa nilikuwa namwangalia Ahmed Salim Ahmed. Huyo ndo alikuwa role model yangu. Nilitaka niwe kama yeye. Nasafiri, kutana na viongozi, anazungumziwa sana kwenye vyombo vya habari na nini. Ni mtu ambaye alikuwa anaiwakilisha nchi vizuri sana. Sasa nilitaka kuwa kama yeye. Lakini nilihitaji marks za juu kidogo kwenda kusoma political science. Hata niliosoma nao kwa mfano form 6, kuna bwana mmoja anaitwa Hangson Mgaka. Nimesoma nayo. Huyu tulikuwa tunatiana moyo sana kwa ajili ya kwenda kuwa diplomat. Yeye mwenzangu ni diplomat sasa, anatumikia nchi, yuko moja kati ya balozi hapa. Moja kati ya balozi za Tanzania. Kwa hiyo yeye alifanya vizuri high school, akaendelea kwenye political science. Kwa mimi kwa sababu nilishindwa, so ikabidi nianze kutafuta kitu kingine kwanza cha kufanya. Kwa hiyo nikaondoka na Tabora, mimi nimezaliwa na kukulia huko, nikaja Morogoro. Pale sasa wakati naishi nilikuwa nafanya kitu kingine kabisa. Nikiwa naishi sasa Morogoro, ndo nikapata opportunity ya kuanza kupractice, kufanya mazoezi ya habari. Ile shirika nilokuwa nafanyia kazi walikuwa wanatengeneza vipindi vya habari. Kwa pale nikaanza taratibu. Lakini hata nikiwa high school, hata nikiwa form 5 form 6, mimi nimesoma Umoja Sekondari, iko Igunga huko. Pale shuleni kulikuwa na gazeti, nilikuwa naandika matangazo kama news vile kwenye notes board. Mimi nilikuwa naandika kwenye visherehe, nilikuwa naigiza kwamba natangaza habari. Kwa hiyo nilipofika pale nilipokuwa nafanyia kazi baada ya kuwa nimemaliza form 6 Morogoro, hapo nikakuta wanatengeneza vipindi vya redio, ndo nikaanza ku practice taratibu. Alafu mazingira pia nilikuwa naishi, nilikuwa nakaa mlimani kule, nimekaa Kileka na Mbete kidogo pale Morogoro, mlimani. Ilikuwa ni dunia tofauti kabisa na ile ambayo mimi nilikulia Tabora. Nilikuta maisha tofauti kabisa, tamaduni, mila zilikuwa tofauti kabisa, wanafanya mambo yao. Nikatamani kwamba ningekuwa mwandishi wa habari, ningekuwa naandika stories kama hizo ambazo ni tofauti na zile ambazo mimi nilikulia. Nikatamani sana. Kwa hiyo nikaona inawezekana kwa kwingine kuna habari nyingi pia nzuri za tofauti ambazo
kama nikiwa mwandishi wa habari ningependa kuwa nazisimulia. Kwa hiyo kutoka hapo ndo nikaingia uandishi wa habari. Okay, na pengine mazingira ya uandishi kwa wakati huo, wakati unaingia, kwanza ilikuwa ni mwaka gani, na mazingira ya wakati huo kwenye uandishi yalikuwaje ukilinganisha na sasa hivi? So hii ilikuwa mwaka 2006. Ilikuwa mwaka 2006 ndio nimemaliza form 6. Mazingira yalikuwa tofauti sana. Alafu wakati naanza kufanya kazi sikuwa nafanya uandishi wa habari za siasa, kwa sababu Tanzania kitu kigumu sasa ni kufanya uandishi wa siasa. Kipindi hicho nilikuwa nafanya uandishi wa dini, masuala ya dini zaidi. Nilikuwa na tafsiri vitabu na vingine tulikuwa na visimulia kuviweka kwa njia ya redio. Tulikuwa na kipindi chetu pale Radio Ukweli Morogoro. Kwa hiyo tulikuwa huru, palikuwa hakuna ukakasi wote. Una rekodi unapeleka kwenye redio wanarusha tu. Lakini hata baada ya hapo, kwa sababu mimi nimeanza kufanya uandishi wa habari tangu nikiwa shuleni, nikiwa chuo, wakati nasoma St. Augustine. St. Augustine nilikuwa nafanya uandishi wa habari kwenye redio ya pale chuoni, Radio Sauti FM. Mimi nilianzia pale, na pale tulikuwa nafanya habari za aina zote. Nilifanya sana habari za kijamii, sana mauaji ya vikongwa na nini tulifanya sana, na shida zingine za wananchi. Lakini habari kubwa ya kisiasa yangu ya kwanza kufanya ilikuwa mwaka 2010. Uchaguzi wa mwaka 2010, hiyo ndio ilikuwa habari yangu kubwa ya kisiasa kufanya. Na kwa kweli tulikuwa na uhuru wa hali ya juu sana. Kutoka Radio Sauti tulitawanywa, nikiwa mwanafunzi bado. Nilikuwa mwanafunzi, nadhani nilikuwa mwaka wangapi sasa hapo. Huo ulikuwa mwaka wa pili sasa. Mwaka wa pili, au ndo nimeanza mwaka wa tatu. Tulitawanywa kukava habari ile Mwanza nzima. Mimi nikapangiwa jimbo la Pamba pale katikati. Na tulikuwa na bodaboda. Tulikuwa naondoka kituo kimoja baada ya kingine cha kuhesabu kura. Naenda, tulikuwa tunaruhusiwa kuingia paka ndani. Wananchi wengi walikuwa wanawekwa mita 100 hizo wanasema mbali. Lakini sisi waandishi wa habari tulikuwa na kitambulisho. Ukifika pale, unaingia ndani, wanavyopiga kura, wanavyohesabu matokeo yale ya kituo, tulikuwa tunatangaza live. Tulikuwa nayo live na redio nyingi tu. Kumbuka hata baadhi ya taarifa Radio Free Africa, pamoja kuwa ni redio kubwa, ilikuwa inachukua kutoka kwetu, kwa sababu sisi tulikuwa tumesambaa karibu mji mzima. Kwa hiyo tulikuwa naenda live, yani. Kwa hiyo habari, yani wananchi ambao walikuwa wanasikiliza Radio Sauti walipata update za uchaguzi kadiri zinavyotokea, yani kadiri zinavyotokea. Na wengi watakumbuka uchaguzi wa mwaka 2010 ulikuwa mkubwa sana kwa Tanzania. Upinzani walichukua majimbo mengi sana ya ukanda ule. Kwa hiyo kulikuwa na uhuru lakini pia nikiwa chuo mimi bado nilikuwa naandika. Nilianza kuandika kwa gazeti la The Citizen nikiwa chuo. Nakumbuka article yangu ya kwanza kabisa ikiwa na jina langu Sami Awami ilitoka gazeti la The Citizen. Kulikuwa na Pull Out, ile gazeti la ndani la Political Platform, nilikuwa natoka Jumatano. Pale mimi ndo nilianza kuandika. Tulikuwa naandika sana. Tumeandika habari kama za siasa, critical news nimeandika sana. Ingine hata kutoka hapo nimeenda, baada ya pale nilienda The Guardian, tuliandika habari nyingi sana, taarifa za ndani, exclusive. Mazingira yalikuwa tofauti kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nikiwa Guardian, hata baada ya kuwa nimeenda Mwananchi, kulikuwa na ushirikiano mkubwa sana pia kutoka kwa wanasiasa, especially kwa mambo ambayo yalikuwa na maslahi kwa umma. Kama kuna kwa mfano scandals kama hizi labda za maji, kuna mgao mkubwa wa maji au mgao mkubwa wa umeme, tulikuwa tunapata watu kutoka ndani, anakuja anatoa taarifa au anakupa angalau background, unaelewa vizuri context ya nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho kama mwandishi inabidi ukifanyie kazi, ukifuatilie. The Guardian on Sunday, kama kuna watu wanakumbuka miaka hiyo 2010 2011, tulitengeneza habari nzuri sana, tulikuwa na exclusive nyingi sana. Kwa sababu uandishi wa habari ni sources, taarifa lakini sources. Ukipata sources wazuri, credible sources kutoka katikati, at the center ya issue yako, pale ndo story yako inakuwa
inakuwa na nguvu. Kwa hiyo tulikuwa tunapata inside information. Mimi nilikuwa junior, kwa hiyo my colleagues walikuwepo na Florian Kaijage na wengine na editors kina Richard Mgamba, au watu of course ndio walikuwa wanafanya hivyo vitu, lakini nilikuwa naangalia na nilikuwa nafurahi sana kuona namna gani ambavyo uandishi ulikuwa unafanywa vizuri. Yani kitoka kigongo cha Jumapili ngani on Sunday mpaka unasikia raha, na zilipigwa story nyingi sana nzuri. Lakini siku hizi mambo mengi yamebadilika, kwa sababu na sio kwa sababu ya hizi restrictions tu, mbinyo kwa waandishi wa habari, lakini hata namna tu ya uandishi wa habari umebadilika sana siku hizi. Waandishi wa habari siku hizi hatutoki kwenda kuzungumza na source, tunapiga simu, tunasubiria irushwe live, tunasubiria kuchukua kwenye nani zingine, kwenye platforms zingine. Umebadilika uandishi wa habari. Siwezi kusema ni mbaya au mzuri, ni wa tofauti. Ni nyakati zingine hizi. Lakini kipindi kile kwa unakwenda ofisini au mnakutana sehemu na source anakupa documents, unaandika na nini. Ilikuwa tofauti. Ilikuwa gazeti kweli, radio kweli, television kweli. Kwa hiyo uandishi ulikuwa tofauti kidogo. Nashukuru kwamba nilipata bahati ya kuonja hicho kipande cha uandishi wa habari cha utofauti huo na saizi. Kwa hivyo hata bila kuzungumzia kwamba tulikuwa huru au hatakuwa huru kiasi gani, namna ambavyo tulifanya uandishi na hata mahusiano kati ya vyombo vya habari na sources, wale watu wa ndani, ilikuwa tofauti na watu walifanya vizuri sana. Hata magazeti kama Mtanzania na nini alifanya habari nzuri sana za siasa kipindi kile. Ilikuwa na habari nzuri ya. Sasa na pengine mtu angetamani kufahamu tangu wakati ule umeanza mpaka hapa na bado upo, mtu angetamani kufahamu pengine ni apps zipi ambazo mpaka leo unazikumbuka, na downs zipi ambazo zimetokana na uandishi wa habari wakati ukiwa unafanya kazi zako? Wakati unafanya kazi. Nasema apps, niseme mafanikio makubwa ambayo mimi nasema ambayo nimekuwa nayo ni kwamba nimekuwa na bahati ya kufanya kazi na waandishi wa habari mahiri sana. Nilikuwa karibu kila media ambayo nilikuwa naenda, nilikuwa nakutana na waandishi wa habari ambao walikuwa ni mahiri sana, alafu waliniamini. Sijui kwa nini sielewi mpaka leo. Nilipokuwa Radio Sauti, wakati ndo naanza tu, alikuwa hapo Dr. Bulendo alinishika mkono, walitusimamia, tuamini, unapewa kipindi kwenda live, prime program, prime time. Mpaka unashangaa kwa nini wananiamini kiasi. Wakati natangaza Star TV Jicho Letu ndani ya habari, kipindi cha Jumamosi kile, masaa 3 live asubuhi. Hayo ni masaa mazito sana. Na kipindi chenyewe kilikuwa kikubwa tu, na tunachambua coverage ya vyombo vya habari. Nimekwenda Guardian on Sunday, nilikutana na waandishi mahiri kina Richard Mgamba, kina nani ambao mimi nilikuwa kijana ndo nimetoka chuo tu, lakini nilikuwa naaminiwa kufanya story nzuri na kubwa, unashikwa mkono. Mimi ni bahati niliyokuwa nayo ni kwamba mhariri anakaa na wewe kwa pembeni, ana edit copy uko naye pale kwamba hii tuandiki hivi. Nakumbuka kwa sababu ilikuwa gazeti la Kiingereza, nakumbuka story moja niliandika, ilikuwa mbunge nani si amefariki, nikaandika MP has kicked the bucket. Kiingereza obviously ndio hivyo, tuna kichanga, lakini tulikuwa tuelewi pia maneno sahihi ya kutumia kwenye kuandika hiyo story. Kumbuka Maria anakaa na mimi, hapana, hauandiki. Kina Mzee Koro alikuwa hapo pale kwa na sub copy zetu, hapana, hii sentence inatakiwa ukaa, unaona hii paragraph, hii lead umeichukua ipeleke. Hizo ni apps ambazo nilikuwa nazo sasa hivi. Sijui waandishi wangapi leo hii wana bahati ya kukutana na kitu kama hicho hapa. Kwa hiyo apps zangu mimi kwa namna yote, kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo vimenijenga sana kuwa mwandishi ambaye nilivyo, hata kufurahia uandishi wa habari. Uandishi wa habari ni kitu ambacho hata sijui nikielezaje. Kwangu mimi kinanipa satisfaction, kinanipa faraja kubwa sana. Kwa hizo ni apps zangu kubwa. Downs zipo zingine labda sio nzuri sana kusema, lakini
downs zinakuwepo. Kuna nyakati unaona uandishi wa habari unakuwa mgumu, huwezi kuufanya hata kama unataka kufanya habari ya kawaida tu, very basic story, lakini unashindwa mpaka unajiuliza kwa nini niendelee kufanya uandishi wa habari. Kwa sababu siwezi kufanya aina ya story ambayo mimi ningependa kufanya, aina ya story ambayo itakuwa na impact kwa wananchi. Kuna nyakati unapitia zimekuwepo hata zamani, sio miaka hivi karibuni, hata zamani. Kwa hiyo kila mara unapokutana na nafasi kama hiyo, kwa sababu unaona journalism supposed to be inatakiwa kuwa na njia kwa manufaa ya umma, at least the kind of journalism that I would like to do. Inatakiwa iwe kwa manufaa ya umma tu, kwamba nafanya story yote, sio kwa sababu nina hiana, sio kwa sababu nina agenda, sio kwa sababu nimelipwa au natumiwa. I just want to do good journalism. Nifanye tu uandishi mzuri, usaidie umma, usaidie nchi, usaidie nini. Lakini unashindwa. So moments kama hizo huwa nikikutana nazo, zinatokea every now and then, unawaza labda nikafanya kitu kingine, niachane na hichi. Level ambayo umefikia wewe kama Sami ni kiwango cha juu sana, hasa kwa mwandishi. Ni kiwango cha juu sana cha mafanikio, hasa kwa mwandishi wa Kitanzania aliyezaliwa na kusomea na kukulia Tanzania, kuwa na uwezo wa ku freelance na media kubwa kama Al Jazeera, BBC, The Independent. Mtu angetamani kufikia hapo. Waandishi wengine ambao wanakutazamia wanatamani kufika hapo, lakini wanajiuliza wanawezaje kufika hapo. Wewe ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ni vigumu kiasi gani kufika hapo, and how did it happen? Kiukweli kwa kiasi kikubwa mimi niseme ni bahati. Bahati imechangia kiasi kikubwa. Labda niseme mimi naamini katika Mungu. Kwa hivyo nadhani ni neema. Niko neema. Obviously I work hard. Nafanya kazi. I work as hard as I can. Lakini kuna waandishi wengine wengi tu ambao nawafahamu ambao wanafanya kazi kwa bidii pia, labda hata zaidi yangu. Lakini ndio maana nasema kwamba pamoja na kufanya kazi kwa bidii, pamoja na kufanya kazi kwa passion, kwa sababu I love journalism so much, ni bahati kwa kiasi kikubwa. Bahati God's grace, neema ya Mungu inachangia kwa kiasi kikubwa sana. Watu wote hao ambao wanasema nimefanikiwa, nimebahatika kukutana nao njiani, wamenisaidia, wamenipika, wameniongoza njia kufika kule ambako nilikofika. Sasa kwa dunia pia ya leo, kufanya kazi na international media inawezekana kumekuwa rahisi sana au kumekuwa kugumu sana. Si kama unaelewa. Kumekuwa rahisi kwa maana kwamba ile namna ambavyo vyombo vya habari vilikuwa vinafanya kazi zamani, kwamba sisi waandishi wa habari tuna namna yetu tu, story lazima itengenezwe hivi, lazima uwe na hichi na hichi, ipakejiwe hivi, si uanze CW5W C na H, si vitu gani. Hayo mambo yote yameporomoka sasa hivi. Kwa hiyo the old way of doing journalism ambao watu wachache tu mpaka ufundishwe kwa namna fulani nini, ukae kwa namna fulani, uwe na sauti, ukianza kuongea kwa namna fulani. Hayo makorokoro yote sasa hizi ni kama vile yanaporomoka. Sasa hizi vyombo vya habari vinataka mtu uzungumze kawaida, kama vile unaongea na rafiki yako kwenye screen, kwenye simu, kwenye nini. Hivi ndio vitu ambavyo sasa hizi vyombo vya habari vingi vinapenda, kwa sababu media inaondoka kutoka kwenye traditional media zinahamia kwenye digital. Kitu ambacho mtu yoyote yule anaweza kufanya. Lakini ugumu pia unakuja kwa maana kwamba kwa sababu sasa mlango umefunguliwa kwa watu wengi, maana yake competition imekuwa kubwa zaidi, kiasi kwamba kwenda tu chuo na kusoma mass communication na journalism, it's not enough. Inabidi uwe na combination ya mambo mengine mengi sana, kwa sababu kile ambacho journalism inakitafuta sasa hizi, pamoja na hizi ethics, misingi ile bado ipo, lakini ile presentation, ukusanyaji wa habari na nini, hivyo vitu vimebadilika, na watu wengi sana sasa hizi wanaweza kufanya hivyo kama ambavyo zamani
walikuwa wanafanya, kwa sababu hata watu wengi siku hizi wanapenda kupata taarifa zao za habari kupitia watu binafsi, hata sio kwenye majina makubwa ya nini, ya vyombo vya habari. Kwa hivyo imekuwa tofauti sana siku hizi kufanya hivyo, lakini hata ile haja ya kutaka kufanya kazi na vyombo fulani au chombo fulani ni kama vile imepungua au imebadilika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sio lazima ufanye kazi na CNN au na chombo gani kikubwa ili watu wakufate Instagram au wakufate Facebook au hapa kwingine. Kuna watu ambao wanafungua tu channel yao nyumbani tu, amekaa ana kamera yake, ana tochi, ana ujuzi, anauelewa mambo yanaendelea duniani au mtaani kwake, na wana followers wengi, kama ni kipato wanatengeneza vizuri tu kupitia YouTube na channel zingine zozote. Kwa hivyo mimi nimefika nilipofika kwa kiasi kikubwa pia kutegemea na nyakati, wakati ambapo nimeanza journalism. Ilikuwa inaruhusu kwa sababu the traditional media zilikuwa bado very relevant. Kwa hiyo ngazi yangu ya kufika huku juu ilikuwa clear na nilikuwa nimeipanga vizuri tu. Kwa mfano nikiwa chuo mimi nilikuwa natangaza redioni, weekend Jumamosi natangaza Star TV, lakini naandika pia kwenye magazeti. Chuoni tulikuwa na gazeti, lakini nilikuwa na contribute pia kwenye The Citizen. Nilikuwa very focused. Nilijua kwamba nikitoka hapa, chochote takachopata chochote cha kwanza, mimi nataka niwe na uwezo wa kuingia humo ndani. Kwa hiyo background yangu mimi ilikuwa ni radio, lakini nikataka kuongeza nguvu kwenye kuandika, nikataka kuongeza nguvu kwenye televisheni pia. Lakini nilipomaliza chuo, kazi ya kwanza unajua nilipata nini? Nilikuwa kwenye gazeti, The Guardian on Sunday. Lakini nilikuja wakati ambapo tayari nilikuwa nina uwezo wa kuandika. Kwa hiyo nikaingia moja kwa moja. Nikiwa The Citizen nikatokea opportunity ya kufanya kazi na BBC. Tayari nilikuwa na background ya radio ambayo nilikusanya nikiwa chuo na TV nikiwa chuo. Kwa hiyo nilikuwa tayari kwa kila opportunity ambayo ilikuwa inatokea, na hiyo ilikasaidia kufungua milango ya mimi kufanya kazi na nilipo hivi sasa. Yeah. Okay, pengine kwa mazingira ya sasa tunaona waandishi wengi aidha wanaoanza au wengine ni wakongwe kabisa, wako kwenye media muda mrefu, lakini wana hali mbaya kiuchumi, sema kweli, lakini wanafanya uandishi na wanategemea uandishi. Wewe kwa uzoefu wako unadhani pengine uandishi haulipi? Kuna namna uandishi mtu akiamua kuwa mwandishi asitarajie kuwa na mafanikio na maisha mazuri au pengine media haziingizi pesa kupitia uandishi, kwa hivyo haziwezi kuwalipa waandishi vizuri? Wewe mtazamo wako ni upi? Kiukweli kabisa, kama unataka kuwa tajiri, kama unataka kutengeneza pesa nyingi, usije kwenye uandishi wa habari. Hakuna hela huko. Si kwa mshahara, si kwa nini. Labda kama unafanya biashara zingine kupitia uandishi wa habari, ambao kuna watu wanafanya hivyo, lakini sio kwa sababu eti ya mshahara. Hakuna. Uandishi wa habari haujawahi kumtajirisha. Ni mazingira magumu na hayajaanza leo tu, yamekuwepo kwa muda mrefu sana, na sio Tanzania tu, duniani kote. Waandishi wa habari wapo wachache sana wa juu ambao wanafanya kazi na mashirika fulani, hasa yale ya kibinafsi ambayo yana uwezo au yako tayari kulipia millions, hundreds of thousands of dollars kwa ajili ya waandishi fulani ambao wanajua ni stars, wanaweza ku-attract audience na nini na vitu kama hivyo. Upo aina hiyo ya uandishi, lakini uandishi wetu tunaofanya sisi wa kutoka newsroom kwenda kukusanya habari tu na kurudi hapa Tanzania ni ngumu. Kwa hivyo, na hasa kwa hivi sasa, kwa sababu zamani tulikuwa tunatarajia matangazo. Siku hizi hata matangazo siku hizi wanapeleka kwa influencers na digital, au wanaweka YouTube wasubirie views ziwe nyingi wafikie watu wengi. Kwa hivyo hii niseme industry, tasnia nzima imevurugika sana, na bado tunaendelea kujitafuta, media ijipange ione namna gani ambavyo inaweza kukaa sawa. Bado tunapitia hicho kipindi cha mpito,
Sasa hapa katikati, kwa sababu bado hatujajua vizuri wapi hasa media ikae, huwezi kutengeneza pesa nyingi kiasi hicho. Kwa hiyo kama unataka kuwa tajiri, si uwe na mali na pesa nyingi huwezi kupata kwenye uandishi wa habari. Huku sisi watumishi tu watumishi tu ya. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia yalivyokuja, unadhani yanaweza yakalibadili hilo? Kwa mfano kutoka watu kutegemea newsroom kuingiza pesa, unadhani natamani kupata, are you optimistic kwamba mwandishi anaweza invest yeye mwenyewe na akawa na maisha mazuri na akafanya kazi vizuri ikampa jina na akaaminika kwa watu? Inawezekana kabisa, inawezekana, lakini tuseme misingi ya vitu vyote hivi ndio hiyo, bado tunaendelea kuitafuta na kuijua kwamba ingredients zake hasa zinapaswa kuwa nini. Kuna bwana mmoja anaitwa Dylan, yuko ana Instagram, ana YouTube, nadhani na TikTok pia, ana millions ya followers, na habari anazozitoa ni hizi tu za Marekani, pigana na Irani na Israel, anafanya ni hizi current affairs ambazo zinaendelea kila siku hizi, lakini ana style fulani ya presentation na namna fulani, yuko haraka katika kutoa hivyo vitu na nini, na bila shaka kupitia hizi views na subscribers anatengeneza pesa nzuri tu kwa namna hii. Wapo wengi ambao wanafanya hivyo ambavyo wanafanya, lakini hawana watu wengi kiasi hicho. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo bado researchers na sisi wenyewe waandishi wa habari bado tunaendelea kujiuliza ingredients hasa ni nini. Inawezekana labda ni bahati tu, inawezekana kuna formula ambao watu wametengeneza wameipata, lakini overall unaweza kusema kuna vitu kama vile trust bado ni ya muhimu sana. Ni kiungo cha muhimu sana kwa kati ya anayetoa habari, maana siku hizi hata tuseme waandishi, maana kuna individuals wengi ambao wanatengeneza hiyo trust kwamba nikija kwako utapata habari za uhakika, nikija kwako najua consistency, nikifungua page asubuhi najua nitakuta hichi. Kuna vitu kama vile ambavyo viko basic, authenticity si na nini, vitu vidogo vidogo ambavyo viko basic vinaendelea, lakini kwa kweli each kipindi cha transition bado kuna mambo mengi sana ambayo bado tunajaribu na kubadilisha na kujaribu na kubadilisha tunapokwenda. Yes. Lakini inawezekana. So kwa hivi sasa kwa jinsi ninavyoongea na waandishi mbalimbali wengi, mitazamo yao wanaona kwamba hasa kwenye matumizi ya AI na ujio wa AI, wanaona kama ukitumia AI kukurahisishia ama kusaidia kazi hasa za uandishi ni kama vile una cheat. Kwa upande wako una mtazamo gani? Sio jibu, si haliko moja kwa moja kiasi hicho kwamba ukitumia tu AI basi una cheat. Unatumia AI kufanya nini? Naona kwa mfano kama mimi mimi nazungumza Kiswahili, Kiingereza changu labda bado si kizuri sana, nimeandika lakini nataka kufikia watu niwaambie Ulaya nini kinachoendelea Tanzania. Naweza kuandika habari kwa Kiswahili, najua ina facts, labda nimekwenda kabisa kwenye press conference, nimefika eneo la tukio, nimeandika Kiswahili nikitafsiri kupitia ChatGPT au na zingine, nimetafsiri tu, nimebadilisha lugha. Sidhani kama hiyo ni cheat. Umeshaona? Natumia AI kujaribu kujua habari gani kubwa ambayo imetokea Tanzania. Labda nionyeshe habari kubwa ambazo zimezungumziwa labda na magazeti 10 au 5. Badala ya kwenda kutafuta manually na ni moja moja, nimetumia hiyo kuniletea kwa mara moja, imerahisisha kazi. Umeshaona? Paka editing siku hizi watu wanafanya na editing ya videos au photos na nini zinafanywa kwa kutumia AI. Kwa hiyo cha msingi tu ni ile transparency kwanza. Na accuracy, vitu kama vile kuna zile misingi za muhimu zile za uandishi au za kutoa taarifa kwa umma zenyewe uweze kuzikwepa, na ndio maana hata kama unatumia AI lazima usimamizi ule wa binadamu lazima uwepo pale, kwa sababu AI pia bado ina hallucination, bado ina maluelue mengi, inachanganya taarifa zingine ambazo sio za kweli.
Na kwa mfano kwa nchi kama zetu hizi za Kiafrika, kwa sababu AI especially kama hii ya taarifa inategemea habari ambazo tayari zipo, ambazo zimeshawekwa, zipo kwenye mtandao, zipo kwenye website, zipo sehemu nyingine. Sasa kwa nchi kama zetu hizi kuna habari nyingi sana ambazo, taarifa nyingi sana ambazo hazipo humo ndani bado kwenye nani. Kijijini kwetu huko Usoke Tabora, kuna taarifa ngapi ambazo tayari zimewekwa kwenye internet kiasi kwamba nikiingia ChatGPT au Grok nikamwambia nipatie taarifa za Tabora, au nitazipata taarifa nyingi kiasi gani? Kwa hiyo kuna vitu kama hivi ambavyo vinaleta ile shortcomings, zinaleta mapungufu ya matumizi ya AI, lakini si kweli kwamba kufanya chochote kile kupitia AI basi ni makosa. Inategemea tu. Ukitumia picha, umecommand AI kusema kwamba nitengenezee picha ya watu wakiwa sokoni, labda soko linalofanana na Kariakoo, unawaambia watazamaji wako, audience yako, kwamba picha hii imekuwa generated na AI. Maanake usikomandi ikatengeneza picha alafu pale chini ukaandika na Sammy Awami, picha imepigwa na Sammy. Hayo ni makosa, huo ni uongo, huo ni wizi. Kwa hiyo vitu vyote kama hivi inabidi vitengenezwe. Kwa hivyo kuna vitu vya kuangalia. Kwanza, kuendelea kuzingatia hizo misingi muhimu za kutoa habari, na honesty, transparency, umekusanyaje taarifa yako, uhakiki, kuhakikisha kwamba mimi mwenyewe nimekusanya hizi taarifa, nimezichakata, nimeziweka pale, and then unaangalia. Lakini hili ni darasa tu lenyewe pia kubwa, tunaweza kuchukua hata weeks kuzungumzia AI and journalism, lakini kwa ufupi na pengine una hofu kwamba AI inaweza replace nafasi ya mwandishi? Unajua kuna mambo mengi sana ambayo miaka mingi tulisema kwamba hayawezekani kupitia AI, siku hizi yanatokea, yanafanyika. Jana nilikuwa na bwana mmoja huwa ananisaidia usafiri, ananijia pale nyumbani, wanatumia usafiri wake. Nilikuwa namwambia kuhusiana na self driving cars, magari yanayojiendesha yenyewe bila dereva. Alikataa kabisa. Bwana, hiyo kitu haiwezekani. Lakini gari unaoda na app inakuja na kuchukua inakupeleka. Haya mambo tayari yanafanyika. Possibilities ya AI kufanya vitu vikubwa sana huko ipo kubwa tu. Kwa hiyo siku hizi hata hatuulizi tena hilo swali kwamba unadhani AI itachukua kazi hii, itachukua kazi hii. I think kitu kikubwa ambacho sasa hizi unatafakari ni kwamba uandishi wa habari kwa enzi hizi za AI, uandishi utabadilikaje? Umeshaelewa? Kuna vitu ambavyo ni ngumu kuviondoa kwa ubinadamu, ule utu ule, vitu kama vile pale ambavyo, kwa sababu AI bado ni machines tu, bado ni computers na nini. Kuna vitu ambavyo ni sisi tu binadamu tunaweza kuvifanya, ambavyo inawezekana ikachukua muda mrefu au hata visiondoke kabisa. Empathy kwa mfano, vitu kama hivyo, relationships, mahusiano kati ya mtu na source. Sijui kama tunazungumzia hizi sana. Kwa kuna vitu ambavyo uandishi unaweza kubadilika sana kwa sababu ya AI. Lakini kuna vitu ambavyo ni sisi tu binadamu ambao unaweza kufanya, ambao inawezekana vikawa bado vipo. Kwa hiyo kubadilika, utabadilika, lakini itabadilikaje? Hiyo possibilities sijui hata kama kuna mtu anajua, lakini inaweza kubadilika sana siku hizi. Okay, so kwa kumalizia, ningetamani kufahamu binafsi kutoka kwako, mwandishi unaweza ukamtofautisha vipi na activist? Au yani mwandishi yeyote yule ni lazima awe activist au activism inakuwa iko ndani yake, au unaweza ukamtofautisha vipi mwandishi na activist? Hiyo swali la mtego. Unajua changamoto inakuja kwamba tafsiri ya mwanaharakati imekuwa inakuja na mambo mengi sana siku hizi. Hata ukisema tu kwamba hii ni haki yangu mimi kama mwandishi wa habari kukusanya hii habari, au mimi kama mwandishi wa habari nina haki ya kupiga picha hii, ukisema tu hivyo, au mimi kama mwandishi wa habari nina haki ya kutoa hii habari,
kwa sababu labda mwanasiasa au kiongozi amekiuka majukumu yake, anatumia vibaya fedha za umma na nini. Hata ukisema kufanya tu hivyo vitu, wewe ni mwanaharakati, kwa nini utoe kitu kama hicho na nini? Kwa hivyo hata ile maana ukitaka kutofautisha vizuri hilo swali lako ambalo ulisema, ile maana tu yenyewe inabidi uwe wazi kwamba unaposema mwanaharakati unamaanisha nini. Sasa unapokuja kwenye uandishi wa habari pia, I think mandate zetu sisi ziko wazi kabisa kuzungumza kwanza, to put the powerful, the leader to accountable, kupaza sauti za wananchi. Hapa the power of the leaders. Mtu yote mwenye ambaye yuko kwenye position, vyombo vya habari vina wajibu wa kumwajibisha, awe ni mwanasiasa au awe CEO wa kampuni au mwingine, anapaswa kuwajibishwa, na vyombo vya habari vinapaswa kufanya hiyo kazi. Anayeonewa inabidi sauti yake ipazwe. Kama hawezi kumfikia mkubwa moja kwa moja kaenda ofisini kwake akagonga, taarifa zake inabidi ziweko kwenye vyombo vya habari ili watu wavisikie. Haya ni mambo mawili tu matatu ambayo tumezungumzia. Sasa kama yataibua au yatakosoa haki, yatatetea haki, yatafanya hivi vitu ambavyo labda wanaharakati wanafanya pia, that's another question. Lakini mandate na kazi za uandishi wa habari ziko wazi kabisa, kuzungumza truth to power. Vitu kama hivyo viko wazi, uandishi wa habari tunatakiwa kuvifanya. Lakini obviously kuna vitu vingine ambavyo wakati unafanya hiyo kazi vina involve pia fairness, vina involve objectivity. Just because mimi nina platform kubwa doesn't mean nitaenda kukudhalilisha, nitakufanyaje kwa sababu tu mimi na platform kubwa nataka kukomesha mimi ni mwandishi wa habari. Hapana. Tuna misingi yetu, tuna miiko yetu na nini, ambayo as much as sitakiwi kukuonea haya, sitakiwi kukuficha, kukuhifadhi, napaswa pia kukupa nafasi, kuwa fair kwako, kutokudhalilisha utu wako, kukupa nafasi ya kujibu na nini na vitu kama hivyo. Lakini nitaendelea kufanya kazi yangu pia. Sika unanielewa? Ya. I know ni rahisi tu kusema wewe mwandishi bwana, wewe umepoa kwa sababu hutumii maneno fulani. Nilichokuwa nalenga hasa ni kwamba mwandishi anapokuwa anaandika uandishi wake anakuwa amelenga kuleta mabadiliko fulani. Yes. Anakuwa amelenga kuchochea kitu fulani. Na mtu wa aina hiyo ana tofauti na mwanaharakati, yani activist, kwa sababu activist anakuwa anapigania, analenga mabadiliko ya kitu fulani. I think ukimbana tu hapo kwamba mwandishi na mwanaharakati, unakuwa umejibana sana kwenye hiyo tofauti yako. Mwananchi yoyote kwa mfano ambaye anaweza akawa active, akauliza swali, akamwajibisha kiongozi wake, anakuwa ni mwanaharakati. Nadhani anakuwa anafanya wajibu wake tu kama mwananchi ambaye anachukua hatua. Sasa kuna wengine ambao labda hichi ndio kitu ambacho wanakifanya kama ambao labda wanapata ajira kupitia harakati kama hizo. Huyo ni mtu mwingine kabisa, lakini si mwanaharakati tu ambaye analeta mabadiliko. Inawezekana hata mwananchi wa kawaida kabisa ambaye anauliza maswali, anahudhuria mikutano labda ya kijiji, anayepiga kura, anayedai kura yake ihesabiwe iwe na maana. Hao wote wanataka kufanya marekebisho, wanataka kuleta difference kwenye mwandishi. Kwa hiyo kama mwandishi anafanya hivyo kupitia kuandika habari, yeye anatimiza wajibu wake. Lakini kama mwananchi pia anataka vitu kama hivyo, anataka kuleta mabadiliko kupitia nafasi yake kama mwananchi, sio lazima awe mwanaharakati. Lakini kuna watu ambao labda wamededicate maisha yao kuwa hivyo. Inawezekana ukawaita wanaharakati hivi au na namna nyingine. Ndio maana nikasema neno harakati, I think bahati mbaya tumelikusanya na tukaliwekea uwanja mdogo sana. Tukasema tu hawa ni watu tu ambao wanakosoa tu kundi fulani, wanaotukana tu kundi fulani, wanaofanya tu kitu fulani. Lakini what are they saying? Wao wanataka nini hao wanaharakati? Ni tofauti na kile ambacho mwananchi anakitaka, mwananchi wa kawaida. Kwa nini watu fulani tu wawe wanaharakati na sio? Siji kama unanielewa ninachokisema. Kwa hivyo sio tu mwandishi na maharakati.
kama ni kutaka mabadiliko au kusababisha mabadiliko, hata mwananchi wa kawaida anaweza kufanya. Kwa hiyo ni sahihi kusema kwamba mwandishi ni mwanaharakati? Siyasema hivyo. Siyasema. Mwandishi ni mwandishi tu, mwandishi sio mwandishi ni mwandishi. Tafsiri hiyo itategemea na wewe tu Bwana Shafii, lakini mwandishi ni mwandishi.